Kama Samsoni, yeye alipewa nadhiri, akamwambia mwanamke, usimnyoe nywele mtoto mpaka atakapokuwa akiwa mzee mpaka anakufa, kwa sababu nina makusudi naye kwa ajili ya ukombozi wa wana wa Israeli katika utumwa wa Wafilisti. Lakini kwa sababu ya kadada kamoja kazee kadelila kakakatisha maisha yake. Sema amen. Lakini Mungu anasema hata Delila kukatisha maisha ya Samsoni kunyolewa nywele, lakini Mungu bado na makusudi naye, akamletea nadhiri ya mwisho ya kuangamiza kabisa Wafilisti wasiwepo duniani. Sema amen. Hata nadhiri ya kwanza itakapotoka, itakuja nadhiri ya pili, na ndio maana nadhiri ya pili leo tunayotembea nayo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yeye ana uwezo wa kushusha ngome zote za shetani zilizowekwa. Yeye ana uwezo wa kushusha ngome zote za binadamu zilizowekwa. Yeye ana uwezo wa kushusha mamlaka yote iliyowekwa na wanadamu. Sema amen. Hebu jipigie kwa kupewa nadhiri na Mungu sio ya kawaida. Sema amen. Kwa hiyo kita kuangalia Samsoni, kwa sababu alikuwa hana nywele, kwa sababu alikuwa amenyolewa nywele, walimziaki, wakamuona hana chochote, hawezi chochote, kwa sababu jeuri yake ilikuwa ni nywele. Sema amen. Ukijua nadhiri ya Mungu ukaiangamiza, Mungu analeta nadhiri sehemu pasipo na njia. Mungu anatengeneza pasipo na njia. Inawezekana alitumia nywele, lakini leo asitumie nywele, akatumia mamlaka yaliyoko ndani ya Kristo. Sema amen. Na ndio maana mwenye uwezo wa kuangusha ngome za shetani leo ni mwanafunzi wa Yesu. Sema amen. Kwa sababu huyo ndiye aliyepewa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Sema amen. Kama Yesu anasema, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani, ili kwamba yote mtakayoniomba nami nitawapeni. Sema amen. Kama Yesu alipewa mamlaka, na sisi akatupa mamlaka. Sema amen. Nyosha mkono wako, sema asante Yesu kwa kunipa mamlaka. Na hayo mamlaka sasa ndio nguvu ya kwenda kuangusha ngome ya shetani, ukuta wa shetani. Na ukuta wa shetani leo ni nini? Sema amen. Sasa sisi tumepewa kazi kubwa, na hiyo kazi uwezo ukaiangusha kama huyo Bwana sukuma huo ukuta. Uwezo ukaiangusha hiyo ngome ya shetani kama huyo Bwana sukumapo ukuta. Hawezi kuiangusha kamwe, iwe asubuhi na mchana, haiwezi kuuangusha huo ukuta, kwa sababu anapambana na kitu ambacho hakiwezi. Sema amen. Lakini katika kufunga na kuomba lazima ukuta uanguke. Sema amen. Lakini katika kufunga na kuomba lazima hiyo ngome ya shetani ishushwe. Hebu nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, nina mamlaka ya kuangusha ngome ya shetani. Nina mamlaka ya kuangusha ngome ya nani? Ya shetani. Mungu akubariki sana. Kwa Samsoni alipoambiwa hana macho, haoni chochote, kaufungwa minyororo miguuni na mikononi, na mtu aliyekuwa ni pande la mtu ana uwezo wa kufanya vita wakati wowote. Samsoni hana nywele tena, hawezi kufanya chochote, lakini Wafilisti wakamfanya mtumwa na maonesho katika mambo yao. Kumbe Mungu alikuwa na makusudi. Samsoni akamwambia Mungu, Mungu, najua nilifanya makosa, sawa, nilikutendea dhambi, sawa, nilikutendea makosa, sawa, nikasema siri ya nywele zangu ni nini? Samsoni sio shida kuwa na mahusiano na yule binti, ni kwa sababu ya kusema siri ya nguvu za Mungu ni nini. Sema amen. Aliposema siri ya nguvu sio kuwa na mahusiano. Mahusiano ya kwanza amekuwa na binti yule wa kwanza. Binti yule wa kwanza walipoachana, akaja akawa na mahusiano na Delila. Delila ndio akaingilia mahusiano na Delila, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anataka kuvunja maagano ya Mungu. Yeye akatengua nadhiri ya Samsoni ya kwamba kumbe Samsoni asili ya nguvu zake zipo katika nywele zake. Na hayo ndio makosa ya Samsoni, kuzungumza siri ya Mungu katika nadhiri ambayo Mungu aliyofanya Samsoni akazaliwa nayo.